Kabla sijaanza kuchambua habari zinazoendelea huko ulimwenguni, bado tunaendelea kutoa pole kwa Watanzania wote, ambapo Tanzania sasa inapitia kwenye kipindi kigumu mno, kipindi hiki ambacho ndivyo hivyo nafikiri kama mnavyoelewa. Kwa hiyo tunawapa pole sana. Zaidi sana tuendelea kuombea au kuiombea Tanzania faraja kwa Mungu, kwa sababu pale ambapo ndio akili zetu zinakuwa zimefika mwisho, Mungu yeye ndio huwa anaanzia. Na ndio msaada pekee kutoka kwa Mungu. Na halali hasinzii wala hata nyamaza. Asanteni sana. Hapa tunaingia nchini Urusi. Urusi ambapo Vladimir Putin amepeleka vikosi vya jeshi au majeshi 100,000 katika mji wa Pokrovsk nchini Ukraine. Yaani utakuwa ni mji wa pili kwa ukubwa kuweza kukamata baada ya Atmovosk au Bakhmut. Maana ule ndio ulikuwa mji mkubwa kabisa ambao ulikuwa mji wa kimkakati, mji ambao kiukweli baada ya Urusi kuweza kukamata ule mji, basi matokeo yake ni kuwa kwenye vita vyake akawa amepiga hatua kubwa sana. Kwa hiyo ndio bana. Sasa hapa Pokrovsk ni mji ambao ni mji wa kimkakati. Ngoja kwanza nikusomee taarifa namna zilivyo, pamoja na jitihada zote ambazo Volodymyr Zelensky amekuwa akizifanya kwa ajili ya kuhakikisha kuwa Ukraine inabaki salama mikononi mwa wa Ukraine wenyewe, lakini Urusi ameonekana kupiga hatua sana. Licha ya jitihada zote hizi, Pokrovsk iko mbioni kuangukia kwenye vikosi vya Urusi. Ndio maana yake. Sasa Pokrovsk ni mji wa kimkakati mashariki mwa Ukraine ambao kwa sasa unakabiliwa na shinikizo kubwa kutoka kwa majeshi ya Urusi. Umuhimu wake kijeshi unatokana na sababu kadhaa muhimu. Kwanza, jambo la kwanza ni kitovu cha usafirishaji wa silaha mbalimbali za kijeshi. Kitovu cha usafirishaji wa silaha mbalimbali za kijeshi. Pokrovsk ni kitovu muhimu cha barabara na reli kinachounganisha maeneo ya mashariki na kusini mwa Ukraine. Ni njia kuu ya kusafirisha vifaa na wanajeshi kwenda maeneo ya mstari wa mbele kama Chasiv Yar na Konstantinovka. Kupoteza mji huu kunaweza kuvuruga uelekeo wa kijeshi wa Ukraine. Hilo ni jambo la kwanza, kuwa kitovu cha usafirishaji wa silaha mbalimbali za kijeshi. Kwa manake Urusi wakiuchukua watakuwa wamezuia silaha zote ambazo huwa zinasafirishwa kupelekwa Ukraine kwa ajili ya kupambana na majeshi ya Urusi ndani ya Ukraine. Kwa hiyo hilo liko hivyo. Lakini jambo la pili ni rasilimali za viwanda. Eneo la Pokrovsk lina mgodi pekee wa makaa ya mawe nchini Ukraine ambao ni muhimu kwa uzalishaji wa chuma. Kupoteza mgodi huu kunaweza kupunguza uzalishaji wa chuma kwa karibu nusu, na hivyo kuathiri uchumi wa Ukraine na uwezo wake wa kijeshi. Mkumbuke nimekuwa nikiongea hapa kuhusiana na mipango ya Vladimir Putin kuwa ni kutaka kuhakikisha Ukraine ameiponda Ukraine, yani uchumi wake, jeshi lake, uwezo wake, umeona, yani kuhakikisha kuwa ameiathiri, haitaweza kuinuka tena. Ndio maana Urusi wanapigana vita vya muda mrefu. Siku zote tumekuwa tukiongea hivyo na watu wengi wakasema hapana, Urusi kama mnamsifia ni taifa kubwa, kwa nini hivi vita vimechukua muda mrefu, vita ambavyo vingemalizika ndani ya muda mfupi tu? Lakini kumbuka, anapigana vita kimkakati. Ni vita ambavyo vya mkakati kwa upande wa Urusi. Yanapigana vita kimkakati. Kwa hiyo matokeo yake ndio hayo. Lakini jambo la tatu, ngome ya ulinzi. Pokrovsk ni sehemu ya mwisho ya safu 3 za ulinzi zilizojengwa na Ukraine tangu 2014. Ikiwa Urusi itachukua mji huu, inaweza kufungua njia ya kuweka udhibiti zaidi kwa Urusi kwenye maeneo ya Dnipropetrovsk na Zaporizhia. Endapo eneo hili litangukia mikononi mwa Urusi, basi linaweza kuwa ni pigo kubwa kwa Ukraine na huenda likaathiri juhudi kubwa za kijeshi nchini Ukraine.
Sasa hivi ndivyo vita vinavyoendelea. Kwa hiyo katika mkakati ama mpango wa kutaka kuhakikisha kuwa anaichukua Pokrovsk, amepeleka vikosi vya wanajeshi 1000 katika huu mji. Ingawa wamekuwa wakikutana na vikwazo kadha wa kadha. Mfano, vikwazo kimojawapo, Pokrovsk, jeshi la Ukraine likawa limeweka neti za ulinzi ambazo zinaitwa protective net barabarani, na kazi kuu ya hizi neti ni kuzuia drones kufanya uchunguzi au ujasusi kwenye eneo lililotandazwa, lakini pia hutumika kupunguza mwendo wa adui, hivyo kutoa mwanya wa kujiandaa vyema kwa wanajeshi wa Ukraine. Kwa wakawa wameweka neti hizi kama vyandarua hivi, wakawa wameweka kwa ajili ya kuzuia hizo drones basi kwa namna hiyo. Kwa hiyo ndivyo namna vita vilivyo, na ndivyo ambavyo mambo yanavyoenda. Kwa hiyo bado tunakumbuka wakati ambapo Putin alimpa nafasi Zelensky ya kukaa mezani na kuyazungumza, kuongea, ili kuepusha mauaji, kuepusha uharibifu, kwa sababu ilikuwa ni simple tu. Mahesabu ya Vladimir Putin ni simple: nipe ukanda wa Donbas uwe chini ya Urusi, basi vita vimeisha kwa namna hiyo. Lakini Zelensky alipokuwa anataka kuonekana kukubaliana na ofa ya Vladimir Putin, bado watu wa magharibi wakawa wanamwambia hapana, usikubaliane naye, sisi tutaendelea kukupa silaha, sisi tutaendelea kukutia moyo, sisi tutaendelea na hiki na hiki. Kwa hiyo wakawa wanamtia moyo, lakini kumtia moyo kwa namna ambayo ilikuwa ni namna mbaya. Ndio maana hasa unaona maafa haya yote yanatokea hapo katika taifa hili la Ukraine, kwa sababu tu ya huyu Volodymyr Zelensky alikataa kuchukua ofa ya Vladimir Putin, kwa sababu kitu anachokitaka Putin ni full control ya ukanda wa Donbas, ambao ukanda huu wa Donbas ndio hiyo mikoa minne, ambayo mikoa minne hii ni Zaporizhia, Kharkiv, Luhansk na Donetsk. Ni hii mikoa minne. Manake watu wasiojua historia, nadhani vyema ukarejelea nyuma kwamba ukirejelea nyuma ni kwamba hii mikoa au ukanda wa Donbas ni wa Ukraine wanaoongea Kirusi. Kwa hiyo serikali ya Ukraine ikawa inawanyanyasa hawa Ukraine wanaongea Kirusi, na hii ni baada ya 2014 Urusi ilipoichukua Crimea, ndio mateso yalizidi sasa kwa hawa raia wa ukanda huu wa Donbas. Na matokeo yake yakawa ni kuwa watu wakaanza kuuawa, wakaanza kuuliwa, lakini vyombo vya magharibi huwa vinaripoti tu, habari zinaonyesha tu vile Urusi alivyomnyama Putin, alivyomnyama na kwenda kuivamia Ukraine. Lakini ukweli ni kwamba hebu rudi nyuma ujue, kwani Putin ni kichaa kaamka tu hivi asubuhi aende aanze kuivamia Ukraine? Sio kweli. Lakini nyuma ya pazia ni nini? Na ukirudi nyuma kabisa katika historia wakati Umoja wa Kisoviet unaanguka, ndio unakumbuka mikataba waliokuwa wamewekeana na Urusi. Waliweka mikataba na Ukraine kwa Ukraine itakapokiuka hiyo mikataba, Urusi atachukua hatua yoyote ambayo ataona inafaa, ili wasifanye nini, ili wasiende kinyume na mojawapo ya mikataba ilikuwa Ukraine siwahi kujiunga NATO. Hiyo ilikuwa ni mojawapo ya mikataba. Kwa hiyo mpaka Urusi anaenda kuivamia Crimea 2014 ni kuwa tayari hayo maandalizi yote yalikuwepo. Tumekuwa tukiongea sana hapa, na wale watu wanaofuatilia historia ya hivi vita watakuwa ni mashahidi. Na ndio maana unakuta watu wengine hasa kwa sababu hawajui, wanamlaumu Vladimir Putin kutokana na hiki kinachoendelea, kwa sababu hawajui ni nini hasa na historia nyuma ni iko namna gani. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Kwa hiyo sasa wale watu wa uraia wale wanaoishi ukanda ule wa Donbas, ambao kifupi ni wa Ukraine wanaongea Kirusi, wakawa wananyanyaswa ama kunyanyasika na serikali hii ambayo ni serikali ya Ukraine, kwa sababu wao wakawa wanawaona kama hawa ni Warusi na wanawaona kama ni wasaliti vile. Kwa ndio maana ikawa hivyo. Sasa ikabidi haina namna Putin aingie vitani, isipokuwa tu sasa wengi, kwa sababu tunafuatilia taarifa za vyombo vya habari vya magharibi, tukaona taarifa imeanza kuripotiwa wakati ambapo Urusi ameenda kwenda kufanya operation yake nchini Ukraine. Kwa ndio maana unaona lawama zikawa nyingi. Kwa nini Putin mbona ameenda amevamia nchi ya watu
watu, Putin sio kama wale watu wa Mashariki ya Kati ambao wanaweza tu wakavamia taifa la watu na kwa namna hiyo. No, Putin hayuko hivyo. Kwa hiyo ni kwa sababu ya historia namna inavyoelezea. Kwa hiyo matokeo yake ndiyo hayo, ndugu zanguni. Ndio maana tunakuwa hapa tunawaletea hizi taarifa ili muweze kujua yanayoendelea huko ulimwenguni na huko duniani. Kama nilivyotangulia kusema tena kuwa tunawapa pole ndugu na jamaa walioondokewa na rafiki zao, walioondokewa na ndugu zao kwenye hiki kilichotokea hapa kuanzia siku ile ambayo ilikuwa ni siku ya tarehe 29 ya wakati maandamano mazito yalitokea hapa katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa kweli tunapitia kwenye wakati mgumu, lakini tunaendelea kumwomba Mungu aendelee kutupa faraja ya kweli, na kitu kimoja tunachomwamini, Mungu huwa halali wala hasinzi. Kwa hiyo hilo liko namna hiyo. Asanteni sana.